Bunge limepitisha bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Katika mjadala ambao eneo kubwa lilijikita kuangazia namna ambavyo serikali inapaswa kuwekeza zaidi kwenye eneo la kukabiliana na upungufu wa walimu. Kando na hapo, eneo la elimu ya amali nalo lilimulikwa vya kutosha, huku miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa huenda zikateteresha kufikia malengo husika ni baadhi ya shule za pembezoni kukosa idadi ya walimu sahihi ambao wanamudu kufundisha elimu ya amali, hali kadhalika pia vifaa ambavyo vinahitajika ili kumpa mwanafunzi ujuzi unaostahili. Haya yanakuja wakati huu ambako serikali ikiendelea kutekeleza ule mtaala mpya ambao lengo lake ni kuhakikisha inazalisha wanafunzi wengi zaidi watakaokuwa na ujuzi, tofauti na sasa ambavyo inaonekana bado wanafunzi ambao wanatoka vyuoni na hata kuingia katika kazi wamejaa nadharia zaidi kuliko kufahamu kinaga ubaga kazi yao kwa vitendo. Tutamulika kupita kwa bajeti hiyo, tija yake, hasa kwa kuangalia eneo ambalo kwa kiwango kikubwa limekuwa likilalamikiwa kila mwaka, licha kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi za kuhakikisha kwamba inamaliza upungufu wa walimu hapa nchini. Je, hali hiyo itafanikiwa ama la? Ndicho kitu ambacho watu wengi wanaendelea kujiuliza wakati ambako serikali na yenyewe inaongeza bajeti katika eneo hilo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye Uchanganuzi. Matumaini yangu umekuwa na siku njema kabisa leo, wakati ambako Tanzania imeshuhudia aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu Cleopa David Msuya akizikwa pale nyumbani kwao Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Lakini pia wakazi wa Dar es Salaam walipata nafasi ya kuaga mwili wa mwanahabari mkongwe Charles Martin Hilali ambaye atakayezikwa kesho kule visiwani Unguja katika makaburi ya Mwanakwerekwe. Studio tunaye mwalimu mtarajiwa ambaye pia yeye ni mmoja wa bunge kutoka serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Daruso, kifahamika kama Stefano Udamwa. Karibu sana Stefano. Asante. Mzima? Mimi namshukuru Mungu. Mambo yako? Yanaenda. Wewe unatarajiwa kuwa mwalimu. Nyakati hizi ambazo ukisikia serikali inasema kuna upungufu wa walimu 268,000 hivi, haikutishi? Inanitisha. Lazima nitishike kwa sababu mwenyewe ni mwalimu tarajiwa. Kwa hiyo lazima niwaze, namaliza saizi mwaka wa 3, naenda kufanya nini huko? Huo upungufu unatokana na nini? Lakini kuna walimu wengine ambao wamemaliza. Tunavyokuja kuzungumzia upungufu wa walimu, na walimu wapo, wanahitaji walimu wa aina gani? Kwa hiyo lazima mimi mwenyewe nianze kutishika. Lakini kwenye kutishika huko lazima na mimi nianze kujipanga. Kama kule walimu waliomaliza walimaliza kama mimi, kuna kingine pia waajiri wanakihitaji. Kwa hiyo mimi kama mwalimu tarajiwa naanza kujipanga kuona ni mahitaji yapi sasa, kama ni serikali inayohitaji, na mimi nianze kupiga juhudi kwenye yale ambayo yanahitaji ili niweze kukidhi na kuweza kujaza hizo nafasi ambazo zinahitajika. Ulidokeza kwamba unapenda zaidi kuwa mwalimu wa wale wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa nini? Eneo ambalo watu wengi unaonekana kama wanalipiga chenga hivi. Mimi wanasema maeneo magumu ndio ya kwenda. Hayo maeneo ambayo wengi wanayakimbia ni lazima watokee watu, kwa sababu tusipoenda hakuna mwingine atakayeenda. Kwa hiyo wakuanza kwenda ni sisi wenyewe. Ninalipenda hilo eneo, na kwa miaka yangu yote ambayo nipo chuoni nafanya nao kazi au wanafunzi wenzangu wenye mahitaji maalum, kubaini changamoto zao ni zipi na namna gani tunaweza kutatua. Field zenyewe mimi walimu naomba nikafanye shule hizo. Kwa ugumu utawezeje? Kwa hiyo naenda kule, na bahati nzuri nimeifahamu lugha ya alama nikiwa advance. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi nikienda kule shuleni kuwafundisha hao watu, na imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kwenye watu wenye mahitaji maalum kwa ujumla ninapenda, kwa sababu kuna uhaba na
lazima nionyeshe kuwa walimu wengine mnaweza kukifanya hichi kitu. Tunavyoenda kusema kuna uhaba wa ajira, lazima pia tuangalie huko tunakoenda kuajiliwa kuna upungufu wa walimu wapi. Kwa hiyo mimi na Benzi nasisitiza sana hilo eneo, na walimu wenzangu na wasisitiza mitaala hii mipya inakuja kutuambia walimu tuweze kuimudu hii elimu maalum ili tuweze kuendana na hii sera ya elimu jumuishi. Tarudi kwako Stefano. Njia ya teknolojia inatupeleka mpaka kule Uingereza, na ungana na Mwalimu Richard Mabala. Habari za wakati huu Mwalimu Mabala? Kama siku huku ni kwema, sijui huko kwenu. Hii leo serikali bajeti yake ya Wizara ya Elimu imepitishwa, wakati huu ambako bado ikitajwa kuna maeneo kadhaa ya kuyafanyia kazi zaidi, ikiwemo upungufu wa walimu. Unavyosikia bado nchi tunaendelea kulalamika kwamba kuna upungufu wa walimu, unapata taswira gani? Nashangaa kwa sababu kila kitu ni kipaumbele. Unapanga kipaumbele gani, halafu kulingana na hiyo unaweza ukapata au usipate kutokana na kipaumbele. Mimi shirika langu la vijana ilikuwa na msemo mmoja: if you want it, budget it. If you don't budget, you don't want it. Kwa hiyo ambao unawezesha kuajiri walimu wengine wengi. Bahati mbaya hapa nilipo mtandao ni mbovu sana. Nitaka kuangalia mshahara wa wastani wa mwalimu ni shilingi ngapi kwa mwaka. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tulivyo, unadhani ni hatua gani ambazo zingechukuliwa kwanza ili kuhakikisha kwanza huu uhaba ambao unatajwa unamalizwa? Naam, mawasiliano sio mazuri sana na Mwalimu Richard Mabala. Tulitaka kupata ule uzoefu wake katika eneo hili kwa kuwa amefanyia kazi hapo. Acha tusalie kwake Stefano, mwalimu ambaye ni mtarajiwa na ameniambia kwamba eneo analolipenda hilo la kusimamia zaidi elimu jumuishi. Serikali wakati mwingine inakosolewa, inaambiwa kwamba haijawekeza vyema katika hili eneo, na ndio maana watu hawavutiwi kuona kwamba kuna umuhimu wa kufundisha hawa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Naona litazama kwa jicho hilo hilo. Kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema naitazama kwa upande huo, lakini kwa upande mwingine kama alivyoanza kuongelea mzee wetu Mabala, amesema kipaumbele kinakuwa ni nini. Na mimi naweza nikasema kipaumbele cha serikali ambayo iliweka kwa wakati huo inawezekana pia hakikuangalia, na kama kiliangalia hakikuangalia kwa ukubwa ule. Naweza kusema serikali imekuwa ikijaribu kuweka sera wezeshi kwa watu wenye mahitaji maalum, haiweki kwa kiwango kile ambacho ilitarajiwa, lakini kwa namna moja nyingine kwa wale ambao wanabahatika kupitia huo mfumo huo, wanakuwa ni kama advocate kwa wanafunzi wengine na kwa serikali pia, na serikali ndio inaanza kuona kumbe tumewawezesha ni wachache hawa na wameweza kufanya hivi, kwa hiyo saizi tuongeze wengine ambao wanaweza kuja wakaleta tija kwa jamii. Kwa hiyo mimi naweza nikasema serikali inajitahidi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu sio zero kabisa, ni kwamba kuna kiwango fulani ambacho serikali inatia juhudi, inatia nguvu na inahamasisha. Kwa hiyo kila siku, kila mwaka wa bajeti inaongeza hicho kipaumbele. Hawajawatenga watu wenye mahitaji maalum, sababu mimi kila siku naona watu wanazidi kuneemeka, wanazidi kupata vifaa wezeshi, wanazidi kupata mafunzo, wanakuwa wanajaliwa kwenye vyuo husika. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kipaumbele ambacho alikiweka, na kadri siku zinavyoenda hicho kipaumbele kinaongezeka. Tunaona saizi kuna walimu wengi wa watu wenye mahitaji maalum kwenye shule mbalimbali. Ukienda kwenye vioni pia walimu hao wa lugha ya alama, walimu ambao ni wa vifaa wezeshi vya teknolojia kwa watu wasioona, tunaona hizi viti mwendo vinaongezeka kwenye shule. Ni kwamba serikali bado inaongeza nguvu, lakini kadri siku zinavyoenda
tunaona pia na bajeti inaongezeka kwenye elimu, tunaamini pia hawatawaacha pia watu wenye ulemavu kwenye kutoa huduma. Ni Stefano huyo mwalimu mtarajiwa akieleza ile eneo ambalo yeye anaamini ni jema zaidi kuweza kulitupia macho, na anasema kwamba katika vipaumbele ambavyo vimewekwa kuna maeneo ambayo yanaonekana sasa kuna tija inaanza kuonekana. Turejee tena pale Uingereza kwake Mwalimu Mabala ambaye sasa naambiwa yupo sawia. Mwalimu, umekuwa ukifanya tafiti nyingi sana katika ile eneo la kuhakikisha kwamba elimu inaendelea kuboreshwa. Ukipiga darubini yako, wapi ambako kuna jambo ambalo limefanyika vyema na nini ambacho bado kimeonekana kwamba kina ulegevu? Kwa kwanza naomba nirudie nilichosema kuhusu kipaumbele. Elimu tunasema elimu, lakini elimu hakijapewa kipaumbele cha kutosha. Hata nikichukua magari kwa mfano, V8 ya NASA ni bei kubwa kuliko Fortuna ambayo inafanana kabisa na V8 kwa nadhani kwa shilingi milioni 100. Hapo utalipa walimu wangapi kwa kununua bado watu wenye uwezo mnanisikia? Naam, nakusikia. Posho ya watu wenye uwezo nadhani ya wiki moja yanatosha kumlipa mwalimu kwa mwaka mzima na kadhalika. Seating allowances, kuna vitu vingi sana ambavyo kama kweli tunataka kuona walimu wa kutosha, tunaweza kupunguza matanuzi ili tuwe makini katika elimu. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kabisa. Mimi naona katika sera mpya ya elimu kwa kweli kuna mambo mengi mazuri, na kuna kutambua kwamba sio wanafunzi wote ambao kipaji chao ni taaluma, kwamba kuna vipaji vya aina mbalimbali na kuanza kuweka uwezekano wa watu kufuata vipaji vyao. Lakini hiyo nayo inahitaji pesa nyingi sana, vinginevyo utakuta kwamba kila shule labda ina mkondo moja ya kipaji moja, na yule mwenye kipaji tofauti hataweza kufuata kipaji chake anavyotaka. Kuweka mitaala kwa misingi ya mahiri kwangu mimi ni kitu kizuri sana, lakini mtihani haupimi mahiri, mtihani unapima ujuzi. Kwa hiyo kinachofundishwa shuleni kwa vyovyote vile ni ujuzi kuliko mahiri, wakati ambapo katika enzi hizi za mtandao, katika enzi hizi hasa za akili mnemba, umuhimu wa kukariri vitu vingi haupo, kwa sababu unaingia kwenye mtandao unapata kila kitu unachokitaka. Kinachotakiwa ni kuwa na fikra tunduizi, fikra za uchambuzi, fikra za kujua kwamba ulichopewa na akili mnemba imetosheleza kweli au la, au ina mrengo fulani na Okay. Tumempoteza tena Mwalimu Mabala, atakapokuwa sawia atarudi hapa. Stefano, wakati Mwalimu Mabala anazungumza hasa katika eneo la umahiri na ujuzi, nikaona unaitikia sana. Nini ambacho umechukua katika hilo eneo? Nilichochukua ni umahiri na ujuzi. Ni kwamba muda mwingi kwenye shule zetu ni tuseme tu kwenye mitaala ambayo ipo ilikuwa itufanye sana kuwa wamahiri au kubobea sana kwenye kitu fulani, kwa sababu mitaala yetu ya nyuma ambayo inaonesha kuwa mwanafunzi inabidi akalili historia ya nchi fulani, mwanafunzi inabidi akalili. Sasa hivyo vitu kwa saizi havipo. Tukija huku duniani tunaambiwa hamkidhi mahitaji ya soko. Kwa nini? Mitaala yetu imetufundisha kukalili baadhi ya vitu, lakini kinachohitajika kwenye jamii ni umahiri. Kwa hiyo lazima saizi tuwaze kwenye umahiri, na nishukuru kwenye vyuo vingi saizi wanaanza kutufundisha umahiri, na tunavyoenda kufundisha kuna kipengele ambacho yule anayeku assess anakuja kuangalia umahiri wako ni upi.
haangalii tu umesema pale biology nini, akiangalia hicho, anaangalia wewe mwenyewe ukivitoa vile vitu vya kwenye darasa vya kwenye daftari, unacho nini kinachobaki. Na huo ndio ujuzi unaohitajika, kwamba tunatoa wanafunzi wengi ambao wakienda nyumbani baba aweze kukwambia una vitenzi vingi kichwani, una nomino nyingi, lakini anachoangalia ni kile ulichojifunza darasani unakitumieje. Mimi leo hii namaliza ualimu, nikaenda kule mtaani kwangu, nikaanza kusema njoni hapa watu mkaniletee fimbo 10. Hawaangalii zile fimbo ambazo nataka kuwachapa wanafunzi, wanaangalia unatumia nini, hiyo akili yako unaitumieje, unawezeje kuwakusanya vijana wenzako ukawafundisha kitu fulani. Yale maarifa ukiachana biology, wale mtaani hawajui biology hiyo, hakijui nomino, lakini yale maarifa yako ya kuweza kuwafundisha ni kwamba hapa tuna kikundi cha mpira, tufanye 1 2 3 tufikie malengo. Wanaona kweli huyu ni msomi. Huo ndio maili ambao unahitajika. Leo unajifunza chuoni kutengeneza, kwa mfano tengeneza viti, ambao watu wanaosomea teknolojia hao, unajifunza kutengeneza viti, lakini ukienda mtaani huyo mtu unasubiria upewe ajira, unasubiria itangaze ajira. Lakini huo umaili ambao ungekuwa nao, ungeweza ukafanya kitu jamii ingeona yule kaelimika, ana maarifa, ana ujuzi fulani ambao unaweza ukaisaidia jamii. Kwa hiyo ninachoweza kusema, umaili ndio unaohitajika katika hii dunia ya sasa, na sio vile vitu ambavyo tunakalilishwa au tulikuwa tunakalilishwa. Kwa hiyo lazima tuame kwenye kukalili, tuje kwenye kuelewa na kuvifanyia kazi kwenye jamii ambazo tunazitumikia. Kama walimu watarajiwa, mnapikwa kiwango gani ili kuhakikisha kwamba katika huu mtaala mpya wenye kubeba mafunzo ya amali na kumpa mwanafunzi ujuzi, muweze kukidhi hali ya mambo na hatimaye mtengeneze walimu ambao watafikia kiwango hicho? Unaweza kurudia? Sasa hivi tupo kwenye mtaala mpya ambao lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi anapewa ujuzi, ikiwemo mafunzo ya amali. Nyie kwa sasa ndo mnafundishwa ili baadaye mwende kuwafundisha hawa wanafunzi. Mnachokisoma mnaamini kinakidhi kiwango cha kuja kuwafanya hawa wanafunzi kupata hiyo maarifa katika ubora unaotakiwa? Bado hakijakidhi, kwa sababu huu mtaala ndio unaanza kufanyiwa kazi kwa saizi. Hatuwezi tukasema watu ambao tunamaliza saizi tupo wote 100% tunaweza kukidhi kile au matarajio ya huo mtaala. Ni lazima tujipe muda, kwa sababu tusifanye tu kitu ambacho kinaweza tukajaziwa vitu leo tukavipeleka kule, lakini visiwe vina manufaa kwa kizazi cha baadaye. Kwa hiyo naweza nikasema huu mtaala ni kwanza bado unaanza kufanyiwa kazi hivi. Lazima tujipe muda tuweze kutathmini, tusifanye vitu kwa ajili ya matokeo ya muda huo. Kwa hiyo lazima tujipe muda, kama ni muda wa miaka 5, miaka 6, tuangalie hao ambao wamepitia huo mtaala wameweza kutoa wamezalisha kitu gani kwenye jamii. Kwa hiyo siwezi nikasema ambao wataenda kumaliza saizi wanaenda kukidhi moja kwa moja huu mtaala. Hapana, lakini wana kiwango fulani tofauti na nyuma. Huu mtaala umeshaanza kufanya kazi. Tunaona kuwa kwenye shule mfano za technical kuna wanafunzi ambao tunaona hawa kweli huyu akimaliza anaweza kafanya kitu fulani mtaani. Kuna shule hata kwenye vyuo tunaona mtu anamaliza pale hana ujuzi tu wa zile notes za darasani. Tunaona huyu ana ujuzi hata wa kufanya biashara. Tunaona huyu ana ufundi hata wa kushona nguo. Tunaona, kwa hiyo imeshaanza kwenye vichwa vya wanafunzi wengi, wameshaliona hilo kwa huu mtaala mpya unaweza kutusaidia sisi, na hivyo tuanze kuhamasishana, tuanze kutia juhudi kwenye huu mtaala mpya. Kama tulivikalili vya zamani, ni lazima tuendane na muktadha, tuendane na mahitaji ya jamii. Mahitaji ya jamii hayahitaji watu waliokalili, wanahitaji wanaoelewa, wanahitaji watu ambao wanaweza kukifanyia kazi kile ambacho wamejifunza darasani, wanaweza kukifanyia kazi na kuionyesha jamii kuwa sisi hatukwenda kukalili, sisi tulienda kuelewa. Kwa hiyo huu mtaala tujipe muda, baada ya miaka 5, 4 tunaweza tukaona matunda mema. Watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba kwa miaka mingi tumesoma vitu ambavyo
havisaidii sana jamii yetu ya leo, na tutakuja utupe kidogo ABCD kwenye hilo eneo. Turejee tena kwake pale Mwalimu Richard Mabala ambaye yupo Uingereza. Alikuwa akitueleza baadhi ya mambo alafu akapotea. Mwalimu, kwa sasa tuna mtaala mpya huu, unaona kwamba unaweza ukatutoa kule ambako tulikuwa tumesalia kama watu wa kukariri na hatimaye kupata mwelekeo mwingine? Haya, naambiwa mwalimu pia amekimbia tena. Teknolojia zina shida na utamu wake wakati mwingine. Ukipatia ndo hayo, ukiharibikiwa basi tena mambo yanakuwa yameishia hapo. Ni bajeti ambayo imepitishwa leo na Bunge ya trilioni 2.4 ili kuhakikisha kwamba inakwenda kufanya mambo mbalimbali katika wizara hii, eneo kubwa zaidi ikiwa ni elimu, lakini kuna eneo la sayansi na teknolojia ambayo kwa namna yoyote ile lazima mambo ambayo yanaendana pamoja ili kuhakikisha hiyo elimu iweze kumtoa mtu katika eneo moja kwenda eneo jingine. Tumegusa mambo ya walimu na ujuzi wake na mambo ya namna hiyo, lakini wakati Mabala akizungumza, mwalimu aligusia hii eneo la akili mnemba ama akili unde ambayo kwa sasa watu wengi sana wamekuwa wakiitumia kwa kimombo, kwa ufupi wakiita AI, artificial intelligence, ambayo imekuwa ina vimbwanga vyake na wakati mwingine hata kuharibu baadhi ya mambo. Kwa hali ya mambo ambayo tunakwenda nayo, na nyie mpo kule chuo, wakati mwingine mmekuwa mkitumia baadhi ya mambo ili kujibia maswali na kuweza kujichoropoa kwenye nyakati ngumu. Ina faida ama hasara sana katika elimu yetu kwa namna ambako tunakwenda? AI ama akili mnemba ina faida na hasara zake. Okay. Teknolojia yote kwa ujumla ina faida na hasara zake. Kitu chochote hata kije kizuri namna gani, lazima pia kuna faida na hasara. Kwa hiyo imeleta faida nyingi kwa wanafunzi wengi, ambapo kuna wakati mwingine watu wanakuambia usitumie, lakini ndio una access nayo, ipo kwenye simu. Mtu yeyote atakaye kuja kukuzuia, ni lazima we mwenyewe uanze kuangalia ni nini ambacho nitafaidika kwenye hii na ni nini ambacho itanipa hasara hii AI. Mwanzoni mimi mwenyewe nilisema siwezi nikaitumia. Na kwa kiasi kikubwa kwenye masomo mimi siitumii. Kwenye masomo siitumii. Unaitumia wapi? Kuna baadhi ya vitu vya mtandaoni ambavyo labda kutengeneza picha fulani ambayo huwezi ukaichora, lakini kwa darasani, kazi za darasani ni sehemu ambayo pia inaharibu wanafunzi wengi. Naweza nikasema hivyo. Okay. Kwa sababu bado hii akili mnemba watu walioitengeneza wameitengeneza wakiwa wao wameendelea zaidi, wameshavifanya vitu kwa kiwango kikubwa sana. Asa inakuja kwetu sisi ambapo hatujafikia kiwango fulani hivi, wanatuletea sisi. Lazima ije tuharibu kwa namna moja. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi ambao anaingiza swali tu, jibu lote limeshatoka, hajafikiria chochote. Huyo ni mwalimu ambaye tunataka tukamwajiri kesho, aje atuelezee kwa nini tuna wanafunzi wanafanya kitendo fulani. Yeye aliingiza kwenye AI, lakini huku leo anakuja naulizwa na labda na mkuu wake wa kazi, tunaomba tuelezee kitu fulani, ataanza pia na wenyewe kuingiza kwenye AI, lakini hiyo muda atakuwa ameshachelewa. Kwa hiyo hii AI kwa wanafunzi wengi imekuja kutuharibu, na ni sehemu ambayo pia wakufunzi wetu ama taasisi ama watu ambao wanahusika ni lazima waanze pia kuangalia, wasiendelee kuipush na kusema watu tuitumie hii AI katika kila eneo, itakuja kutuharibia. Imagine mwanafunzi kutoka mwaka wa kwanza kila swali yeye anatumia AI, kila swali yeye ni akili mnemba, mpaka nafikia mwaka wa 3. Huyo ukimpa leo kazi atakufanyaje? Utampa leo interview, atahitaji kuingia na simu, lakini kwenye interview hakuna simu, atakosa kazi. Ndo wale tutakuja kulalamika hakuna ajira, lakini tulitegemea AI. Kwa hiyo hizi AI ni lazima, hatuwezi tukazipinga kwamba zisitumike, ni zipo, lakini tunazitumieje?
Kwa hiyo wale ambao wanahusika labda kama wizara ni lazima pia ianze kuambia wahusika kuwa mnavyo wataini hawa vijana ni lazima muangalie hili eneo. Sio kuambia tu hii AI. Lakini kwa ufupi naweza nikasema faida ambazo hii AI imetuletea ni nyingi, ambazo pia ni kama kupunguza muda wa kufanya kitu fulani, ambapo kitu ambacho likibidi ukibadilishe kwa siku 2 AI inafanya kwa siku 1. Kuna vitu kama hivyo. Okay. Maneno ya kwake Stefano Udamwa huyo, mwalimu mtarajiwa ambaye pia ni mwanafunzi mwaka wa 3 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pale akisomea ualimu. Anasema matamanio yake ni kuwa mwalimu wa wale wanafunzi wenye mahitaji maalum ama ile elimu jumuishi, ndilo eneo ambalo anatamani zaidi aje kulitumikia, na tulimuita mahususi kipindi hiki ambacho bajeti ya Wizara ya Elimu imepitishwa yenye ukubwa wa trilioni 2.4, lakini moja ya eneo ambalo limesemwa na kuelezwa ni bado kuna upungufu wa walimu hapa nchini zaidi ya 268,068. Kwa hiyo tulikuwa tunataka mtazamo na jicho lake kuona huko anakokwenda anakuonaje. Nikushukuru sana Stefano. Nashukuru pia. Naam, na kwa nukta ndio nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo, lakini pia njia ya mtandao ilituunganisha na Richard Mabala, mwalimu huyu ambaye alikuwa kule Uingereza. Mimi naitwa Nordin Selemani, nikutakie usiku mwema na kwaheri kwa leo.